tulionayo katika Dira ya Dunia. Marekani na Iran zinajadili mapendekezo ya Pakistan ya kufikia makubaliano ya kusitisha vita, lakini ikulu ya rais wa Marekani inasema Rais Donald Trump hajatia saini mapendekezo yoyote. Tayari unaona kama kuna proposal nyingine ambayo inatoka kwa mshirika wa Marekani ambaye ni Pakistani. Kwa hiyo unaweza ukaelewa picha ya mbele itayokuja na excuse ambayo Trump atakuja nayo. Israel imemuua mkuu wa ujasusi wa jeshi la Iran huku pia ikishambulia vituo vya mafuta na gesi vya Iran. Na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza kwamba imekubali kwa muda kuwapokea raia wa nchi nyingine wanaofukuzwa kutoka Marekani. Ni njia mojawapo ya Marekani kupata mbinu ya haraka ili kuondoa mzigo wa wahamiaji. Na leo ni Jumatatu ya Pasaka, Wakristo wamesherekeaje? Tofauti ya Pasaka ya mwaka huu inapishana na miaka zilizopita kwa sababu uchumi kwa sasa unazorota, ila kwa neema ya Mungu tunaishi tu. Uwanjani, mabeki wa Manchester City Ruben Dias na John Stones kurejea tena uwanjani baada ya kupona majeraha. Mengi zaidi ni hapo baadaye katika makala ya spoti, nami Shuaib Ibrahim. Kwanza ni habari za ulimwengu, msomaji ni Halima Nyanza. Iran na Marekani zimesema zimepokea pendekezo la kumaliza uhasama kati ya nchi hizo mbili. Mpango huo umewekwa pamoja na Pakistan ambayo ndio imepitishwa na kutumwa kwa maafisa mjini Washington na Tehran. Kulingana na mpango huo, usitishaji huo wa mapigano utaanza mara moja kufunguliwa kwa mlango bahari wa Hormuz ambao takriban 20% ya mafuta duniani pamoja na gesi asili inapita katika njia hiyo. Iran imesema inautafakari mpango huo, lakini imesema haitokubaliana na kufungua tena mlango bahari. Mamlaka katika mji wa Haifa nchini Israel zimesema miili ya watu 4 imepatikana kutoka kwenye kifusi cha jengo lililoshambuliwa na makombora ya Iran jana Jumapili. Wakati huo, vyombo vya habari vya Iran vimesema mashambulizi yaliyofanywa na Marekani na Israel nje kidogo ya Tehran yameua watu 13. Na katika hatua nyingine, waziri wa ulinzi wa Israel Katz pia amefahamisha kuwa jeshi la nchi yake limeshambulia kituo kikubwa cha kemikali zinazotokana na petroli nchini Iran, huku akisema kuwa jeshi la nchi hiyo limeelekezwa kuendeleza mashambulizi kushambulia miundombinu ya Iran kwa nguvu zote. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu pamoja nami tumeliamuru jeshi la Israel IDF kuendelea kuishambulia kwa nguvu zote miundombinu ya kitaifa ya utawala wa kigaidi wa Iran. Utawala wa kigaidi wa Iran utagundua kuwa kuendelea kuishambulia vikali Israel na mashambulizi yanayofanya ya uoga na kihalifu dhidi ya raia wa Israel yatasababisha madhara zaidi ya kiuchumi na kuporomoka kwa uwezo wake. Somalia imesema iko tayari kuanza shughuli zake za kwanza za uchimbaji mafuta baharini, huku meli ya uchimbaji inayomilikiwa na serikali ya Uturuki ikitarajiwa kuwasili katika pwani ya nchi hiyo siku ya Ijumaa. Hatua hiyo inakuja baada ya kukamilika kwa utafiti wenye mafanikio uliofanyika mwaka jana. Wizara ya mambo ya nje ya Somalia imesema kuwa uchimbaji huo utaonyesha mafanikio, unaweza kufungua hifadhi ya mafuta katika bahari ya Uarabuni na kusaidia kufufua uchumi wa nchi hiyo. Unaendelea kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Jeshi nchini Nigeria limesema raia 31 waliokuwa wakishikiliwa mateka kufuatia shambulizi lililotokea jana asubuhi kanisani kaskazini magharibi mwa nchi hiyo wameachiwa huru. Zaidi na Liz Masinga. Kwa mujibu wa vyombo vya usalama, watu wengine 5 waliuawa huku watu wenye silaha wakilenga sherehe za Pasaka katika kanisa huko Ariko, jimbo la Kaduna, kulingana na taarifa kutoka kwa vikosi vya usalama. Afisa wa kanisa la eneo hilo hapo awali alikuwa amesema idadi ya waliokufa ilikuwa 7. Jeshi lilisema wanajeshi waliwashambulia washambuliaji katika mapigano makali ya silaha za moto na kuwalazimisha kukimbia na kuacha mateka na miili ya waliokufa. Mashambulizi na utekaji nyara kwa ajili ya malipo ya kukomboa ni matukio ya kawaida kaskazini mwa Nigeria, huku nchi hiyo ikabiliana na vitisho vya usalama kutoka kwa vikundi vya jihadi na magenge yenye silaha yanayojulikana kama majambazi. Maafisa nchini Msumbiji wanasema watu 10 wameuawa na wengine 5 kujeruhiwa baada ya maporomoko ya mgodi katika wilaya hiyo kaskazini magharibi mwa Vanduzi. Mamlaka katika jimbo hilo zimesema zoezi la uokoaji na utafutaji linaendelea. Shughuli za uchimbaji madini katika eneo hilo zilisitishwa mwaka jana kutokana na kujirudia kwa matukio ya ajali kama hayo kutokana na viwango duni vya usalama. Na mamlaka nchini India imewataka maafisa wa usalama kwenye mpaka wa nchi hiyo na Bangladesh
kuangalia uwezekano wa kupeleka mamba na nyoka ili kuzuia uhamiaji haramu na mapigano. Antonio Costa asema sio halali kulenga miundo mbinu ya raia katika vita. Na Korea Kaskazini yasema Seoul imetumia busara kuiomba radhi baada ya droni la ujasusi kurushwa katika anga yake. Habari kamili. Hata hivyo, maafisa wa mpakani wanasema itakuwa muhimu kutathmini kwanza. Iran imejibu pendekezo la usitishwaji mapigano na kufunguliwa kwa mlango bahari wa Hormuz na kuelezea msimamo na matakwa yake na kusisitiza kuwa mazungumzo hayaendani na masharti wala vitisho vya kutenda uhalifu kivita. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa Iran Ismail Baghai amesema leo kuwa Tehran inazingatia matakwa yake kulingana na masilahi ya kitaifa ambayo tayari yamewasilishwa kupitia wapatanishi, na kuongeza kuwa matakwa ya awali ya Marekani kama vile mpango wenye vipengee 15 yamekataliwa kwa kuwa yalikuwa na masharti yako. Tukipata nafasi kwa kuzingatia maslahi yetu, tumekuwa tukiweka wazi matakwa yetu kamili tulionayo na tunayoendelea kuwa nayo. Sikiliza, Iran haina hofu kuelezea wazi kile inachokiona kama madai yake halali na ya msingi. Serikali ya Jamhuri ya Iran inaweka wazi matakwa yake kwa ujasiri mkubwa, na kufanya hivyo hakupaswi kutafsiriwa kama ishara ya kusalimu amri mbele ya adui yetu. Kwa maafisa huko Washington na Tehran. Usitishaji wa mapigano utafanyika haraka na kufunguliwa tena kwa mlango wa bahari wa Hormuz. Baghai amesema Iran imeandaa majibu yake na itatoa maelezo zaidi hapo baadaye bila kutoa muda mahususi. Kwingineko, shirika la kimataifa la kudhibiti matumizi ya nyuklia IAEA limethibitisha leo Jumatatu kuhusu athari za hivi karibuni za mashambulizi ya kijeshi karibu na kinu cha nyuklia cha Iran cha Bushehr, lakini ikasema kiwanda chenyewe hakikuharibiwa. IAEA imesema uthibitisho huo umetokana na uhakiki wake huru wa picha mpya za satellite na ufahamu wa kina wa eneo hilo, na kwamba shambulio moja lilipiga takriban mita 75 katika maeneo mbalimbali Mashariki ya Kati, ikiwemo nchini Iran, Israel na Lebanon. Rais wa Baraza Kuu la Umoja wa Ulaya Antonio Costa amesema shambulio lolote dhidi ya miundo mbinu ya kiraia kama ile ya nishati sio halali na haikubaliki hata kidogo. Hii ni baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutoa muda wa hadi kesho Jumanne kwa Iran kwa mlango bahari wa Hormuz au miundo yake ishambuliwe vibaya. Iran ilifunga mlango huo muhimu na kupitisha 85% ya mafuta ya dunia kutokana na vita vya Marekani na Israel dhidi ya jamhuri hiyo ya Kiislamu. Antonio Costa amesema kuongezeka kwa mashambulizi hakutaleta faida yoyote katika vita hivyo, kwa kusisitiza kuwa majadiliano pekee ndiyo yanayoweza kuleta suluhu ya mgogoro uliopo. Kauli yake inajiri wakati kukiwa na ripoti za Marekani na Iran kupokea rasimu. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu pamoja nami tumeliamuru jeshi la Israel IDF kuendelea kuishambulia kwa nguvu zote miundombinu ya kitaifa ya dada wa kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un aliye na nguvu na ushawishi mkubwa nchini humo na anayeshughulikia masuala ya sera za kigeni amesema Korea Kusini imeonyesha busara kwa kuomba radhi na kuonyesha kukerwa na hatua ya droni kurushwa na mataifa na maafisa wake katika anga ya Pyongyang mwezi Januari mwaka huu. Kim Yo-jong amesema serikali ya Pyongyang inashukuru kuona Rais Lee Jae-myung akiomba radhi. Leo Rais Myung alisema anajutia na kusikitishwa na tukio la droni ya nchi yake kuingia katika anga ya Korea Kaskazini, akisisitiza kuwa kitendo hicho ya raia nchini humo ikiwemo madaraja na viwanda vya nishati ya umeme utasababisha uhalifu wa kivita. Ismail Baghai ni msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran. Ni raia ndio waliohusika, lakini toka mwanzoni tulitangaza kuwa shambulio lolote ulibaini kuwa maafisa wa serikali yake walihusika, ndio maana maslahi ya adui popote pale katika eneo la Mashariki ya Kati. Iwapo mashambulizi ya kulenga raia yatarudiwa, mashambulizi makali ya kulipiza kisasi yatafanywa kwa nguvu na kwa kiwango kikubwa, na hasara ya uharibifu wao utazidishwa. Iran pia imearifu mkuu wa usalama wa jeshi la mapinduzi nchini humo Majid Khademi ameuawa katika shambulio
yaliyofanywa na Marekani na Israel mapema leo. Khadem aliteuliwa katika nafasi hiyo baada ya mtangulizi wake Mohammad Kazemi kuuawa katika shambulio la Israel Juni mwaka 2025. Msikilizaji, katika hali ilivyo, je, kuna matumaini ya pande zote mbili kufikia makubaliano ya kusitisha vita? Nimezungumza na mchambuzi Ibrahim Rahbi. Ukisikiliza hii taarifa na ukifuatilia hata kwa wenyewe Pakistani, naona kama taarifa inakuja haijakamilika, kwa sababu taarifa ya awali ya Pakistani inaonekana kama tayari kulikuwa kuna mazungumzo kati ya Marekani na Iran, ambapo mazungumzo ya awali, lakini ukifuatilia taarifa ya Pakistani utaona kuwa kulikuwa kuna uwasilishaji, yani Pakistani imewasilisha proposal ambayo imekwenda kwa Marekani na imekwenda kwa Iran, yani inapingana na kauli yake ya kwanza. Kwa hiyo tunaweza tukasema kile ambacho wamethibitisha upande wa Irani kuwa wamepokea proposal mpya kutoka kwa Marekani, na ambayo kwa muda mchache uliopita nilikuwa nikifuatilia baadhi ya vyanzo, ni kama vile msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran tayari ameshaitolea majibu, Ismail Baghai. Ukizingatia kauli kali alizozitoa jana Rais wa Marekani Donald Trump kuizielekeza kwa Iran na kutishia, unahisi watu watalegeza kamba pande hizi zote mbili ninapozungumzia hilo, ama ndo kila mtu tena atakuwa na misimamo mikali hata zaidi? Nadhani tunatakiwa tuende mbele alafu tuwe tunarudi nyuma na kumbukumbu ziwe zinafanya kazi vizuri, kwa sababu tumekuwa na matishio ya Donald Trump yasiyomalizika kuanzia bado mazungumzo, hata kabla ya vita tayari haya matishio yalikuwepo. Lakini hata yeye alitoa makaripio tena wiki mbili zilizopita, akatoa saa 48, akatoa siku 5, akatoa siku 10, akawa anazibadilisha anavyoona yeye. Lakini katika hili la tishio tayari unaona kama kuna proposal nyingine ambayo inatoka kwa mshirika wa Marekani ambaye ni Pakistani. Kwa hiyo unaweza ukaelewa picha ya mbele itayokuja na excuse ambayo Trump atakuja nayo, kwa sababu anafahamu kauli zake alizozitoa kitisho kwa Irani, ukirudi kwenye mkataba wa Geneva, zitakwenda kumkamata vizuri kabisa kwenye uhalifu wa kivita, ambapo amekuwa akijaribu kushinikiza nguvu za mahakama hapo akitoka madarakani zisiweze kumkamata, lakini anafahamu kabisa kuwa nguvu yake ya madaraka inaweza ikamlinda kwa muda, lakini haiwezi ikamlinda mbeleni huko. Mwingine anaweza kulitizama kama vitisho vya kinyamarero, lakini kwa upande mwingine, je, ni kwamba Trump anajaribu kutoa nafasi zote ziwe ni za kiusalama, masuala ya kibinadamu, lakini vile vile kidiplomasia? Sidhani kama ajenda ya Marekani inaweza ikawa imebeba hilo swala. Unapozungumza swala ya kibinadamu, utaona awali ya mashambulizi yao ambayo yanatajwa kuwa yaliruka kutoka kwenye meli yao, yalipiga shule ya watoto wa kike na kuua zaidi ya watoto 165. Kwa hiyo hilo swala la ubinadamu linaondoka moja kwa moja. Lakini hata mashambulizi ya Marekani na Israeli ndani ya Irani yameripotiwa sana kupiga hospitali, yameendelea kupiga hadi misikiti, yameendelea kushambulia maeneo ya watu, wameendelea. Kwa hiyo huwezi kusema kuwa hii ni katika ule ubinadamu. Kile kitendo tu cha kutishia kushambulia miundombinu ya kiraia, ukienda kwenye mkataba wa Geneva, mkataba wa 4, unapingana na kuathiri jambo lolote ambalo la watu ambao hawahusiani na vita. Sasa unapogonga shule au unapotishia kuwa nitashambulia kwenye miundombinu ya kuzalisha umeme, hiyo manake umeweka tishio kwa watu wasiohusika moja kwa moja kwenye vita. Kwa hiyo unaweza ukaona kuwa Trump hayupo kwenye diplomasia wala hayupo kwenye kile kinachoitwa haki za binadamu wala kuzingatia chochote ambacho kinahusu sheria kwenye huu mgogoro, isipokuwa wamesimama kwenye kile ambacho wanaona kuwa wanaweza kufanya lolote kwa ajili ya kutimiza kile ambacho wanakitaka. Lakini kumekuwa na kile ambacho Trump anafahamu matokeo ya haya yanayotokea, kwa sababu hata anaopambana nao wamekuwa si wadogo kiasi hicho, na wamekuwa wakimjibu kwa vitendo kama vile anavyofanya yeye, kwa sababu hata washirika wa hapo karibu wanamsisitiza Marekani kuwa usifanye hayo kwa sababu madhara yanarudi kwetu moja kwa moja. Na hata wao walisema kuwa ikiwa Irani miundombinu ya nishati itashambuliwa, basi eneo lote la Ghuba litakuwa kwenye giza. Kwa hiyo unaweza kuona washirika wa Marekani pia wana wasiwasi kuhusu kauli za Donald Trump. Kumekuwa na pilika nyingi ndani ya saa 24 zilizopita, kuanzia vitisho vikali vilivyotolewa na Trump, baadaye kuwa na hizo ripoti kwamba huenda kukawa kuna mazungumzo ya kujaribu kusitisha vita, lakini vile vile tumeshuhudia leo Israeli ikifanya mashambulizi makali sana ikilenga miundombinu ya nishati ya Iran. Huku ni kuuma na kuvivia, lakini pili, iwapo Marekani na Iran tuseme kwamba wanaweza kufikia mazungumzo, Israel itakuwa na nafasi gani? Kwa sababu wanahusika moja kwa moja katika mzozo huu unaojiri sasa hizi, lakini na nchi nyingine za Ghuba zitakuwa na nafasi gani katika meza ya mazungumzo? Haya maswali alikuwa Trump alipaswa atujibu kwanza, kwa sababu
Mara ya kwanza Israel alipogusa nishati za Irani, Trump ndio aliandika kwenye mtandao wa Truth kuwa haitokuja kujitokea tena au kutokea tena kwa kushambulia miundombinu ya nishati ya Irani. Lakini tumeona ushirikiano wa Marekani na Israel wenyewe ukiendelea kufanya mashambulizi katika nishati za Irani, ambapo Iran naye anajibu kwa washirika wa upande wa pili, ambapo tumeona kule Kuwait wameshambuliwa, lakini Saudi Arabia na UAE kote na kwenyewe kumeguswa, hali kadhalika kule Bahrain kumeguswa katika maeneo mengi ya nishati. Sasa ikiwa makubaliano yoyote yatafikiwa, Israeli anakuwa kwenye nafasi gani? Israeli kuanzia mazungumzo yaliyoshindikana mpaka kuingia kwenye vita hakuwa anafaidika na uamuzi wowote wa yale, kwa sababu Marekani angefikia makubaliano yoyote na Irani yalikuwa hayampi nafuu Israeli, asingefikia makubaliano yalikuwa hayampi nafuu Israeli. Kwa hiyo Israeli njia ambayo ilikuwa kwake ni nyepesi na shortcut kwa ajili ya kupata kile anachokitaka ilikuwa ni kuingia vitani, kujaribu bahati yake. Kwa hiyo hili amelijaribu. Sasa ni kama vile unaona tuna siku 36 zimekwenda. Ukiangalia upande wa pili wa Marekani na Israeli bado hawatupi kwa uwazi nini ambacho kimetimia na walichofanikisha katika ajenda ya mwanzo ya kwenda kufanya regime change, licha kwa Trump anasema imeshatokea, lakini kuzuia uwezo wa makombora wa Irani, kuzuia Irani kuwa na proxy, lakini kwa njia yote ambayo walituaminisha, unaona kuwa hili halipo. Sasa makubaliano yoyote yajayo bado hayampi nafasi yoyote Israeli ya kuwa, kwa sababu Irani wanasisitiza kuwa hapato kuwa na mabadiliko katika uendeshaji wa Hormuz. Hii ni turufu kubwa sana ambayo itaumiza upande wa pili, kwa sababu kwa miaka mingi imetumika kuidhibiti Irani kupata pesa au kupata mafao, na hata fedha ya Irani imekuwa ikizuiliwa zaidi nje na wakipewa kwa kudonoa. Kama hapato kuwa na mabadiliko kwa kile Irani wanachokisema, manake Irani hawatohitaji amri ya Marekani na Israeli kupata fedha, watazipata moja kwa moja. Kwa hiyo unaweza ukahisi upande gani uliopoteza zaidi na upande gani uliopata, licha ya kuwa inawezekana kwa namba ya vifo Irani ikawa kubwa kuliko namba ya Israel, lakini unaweza ukaangalia matokeo ya mwisho, kuna mmoja anafaidika na hili zaidi kuliko yule kabla ya kuanzisha. Ni Ibrahim Rabi huyo akihitimisha mazungumzo na Caro Robi. Bado tukisalia kwenye mzozo huu wa Mashariki ya Kati, bei ya mafuta ilibadilika ghafla leo asubuhi barani Asia na kupanda baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutishia kuharibu miundombinu muhimu nchini Iran isipokuwa meli kuvuka katika mlango wa bahari wa Hormuz. Indonesia imetangaza bei ya mafuta ya ndege imepanda kwa 28%, huku serikali ikiziruhusu kampuni za ndege kuongeza bei ya nauli. Uhaba wa mafuta na gesi umeripotiwa katika mataifa mengi duniani kutokana na mzozo wa Mashariki ya Kati. Sri Lanka imeongeza bei ya gesi ya kupikia kwa 25%. Phyllis Mwate na taarifa zaidi. Bei ya mafuta ilipanda kwa zaidi ya dola 110 kwa pipa kabla ya